Anayeshikilia eneo anaamua maisha ya walioko kwenye eneo. Na huwezi badilisha maisha ya walioko kwenye eneo mpaka umembadilisha aliyoko kwenye eneo. Umesikia kitu nimesema? Anayetawala eneo kiroho anaamua hali ya maisha ya watu kimwili. Na huwezi change hali ya maisha kimwili mpaka umebadilisha aliyomo katika eneo lao kiroho. Ukitaka kujua eneo kiroho likoje, angalia hali ya watu ikoje. Kwa sababu hali ya watu inaakisi yule aliyoko kwenye ulimwengu wao wa roho. Bwana asifiwe. Kuna miji na mikoa na maeneo ya vijiji na vitongoji ambavyo viko vilivyo kwa sababu ya ulimwengu wa roho ulivyo wa eneo hilo. Unaweza kukuta mji ni mmoja, lakini ukiangalia maeneo mengine utafikiri ni mji mwingine kabisa. Lakini ni mji huo. Mji huo. Mpaka unajiuliza hivi, anayesimamia huu mji ni mtu mmoja. Ukiangalia vinyumba vya eneo hili havifanani na nyumba za eneo lingine. Bwana asifiwe sana. Unajua ukitaka kujua eneo likoje, angalia hata mazingira ya watu wanaoishi kwenye eneo wakoje. Usiende kununua hapo. Sijui kama umeelewa kitu nimeongea. Kuna eneo la Uswahilini, kuna eneo la Uzunguni, na kuna eneo la nini? La Uhindini. Kinachotofautisha ni nini? Mandhari. Hali halisi. Sio kwamba utakuta huko ndio wazungu wanaishi. Ile tu hali ndio inaisababisha hiyo ya Uzunguni. Bwana asifiwe. Okay. Leo tutajifunza juu ya mambo ya kudili nayo. Mambo ya kushughulikia au kudili nayo kwa ajili ya kuleta mabadiliko ya eneo kiutawala. Mambo ya kudili nayo kwa ajili ya mabadiliko ya eneo kiutawala. Maana yake kuondoa utawala ili kuleta utawala. Bwana asifiwe sana. Lakini kumbuka somo letu ni juu ya Roho Mtakatifu na uhuru. Sawa sawa Na tuna uhuru wa aina mbili, uhuru wa mtu na uhuru wa mazingira. Uhuru wa mtu na uhuru wa mazingira. Na Roho wa Mungu anahusika katika yote mawili. Uhuru wa mtu Roho Mtakatifu anahusika, na uhuru wa mazingira Roho wa Mungu anahusika. Ule mstari wetu unaotuongoza kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 17. Biblia inasema, basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho Bwana ndipo penye uhuru. Roho ndiye nani? Ndiye Bwana. Alafu aliko Roho Bwana. Kwa hiyo ni Roho Bwana ambaye na yeye ni Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kule mbinguni kuna Bwana Mungu, kuna Bwana Yesu, na kuna Bwana Roho Mtakatifu. Wote ni Bwana. Kwa nini? Wote wanatawala. Unajua ukisema Bwana Mungu maana yake anayetawala mbinguni na duniani. Lakini neno Bwana linalomwakilisha Baba huwa linaandikwa kwa herufi kubwa zote. Ukisoma tu kwenye Biblia, neno Bwana limeandikwa kwa herufi kubwa zote. Maana yake ni Mungu Baba.
Ukisoma neno limeandikwa Bwana kwa herufi kubwa alafu likaishia kwa herufi ndogo, aidha ni Roho Mtakatifu au ni Yesu kwenye ngazi ya Bwana. Lakini huwezi kumuita Mungu Bwana, yani Baba wa mbinguni ukamuita Bwana alafu ukamwandika kwa herufi kubwa alafu ukamalizia na herufi ndogo. Wewe soma hiyo Biblia yako, utakuta kuna neno limeandikwa Bwana lakini lote ni herufi kubwa. Hilo neno Bwana ni herufi kubwa zote. Maana anawakilisha Baba. Ni Bwana Mungu. Haleluya. Ni namna ya kutofautisha kwamba ni nani anatajwa wapi. Kuna mtu mmoja ninaongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema Roho ndiye Bwana, kimaanisha kwamba anatawala. Lakini jana nilikwambia anayempa Roho Mtakatifu utawala ni sisi. Hawezi tawala hapa duniani mpaka amepata kibali cha mwanadamu. Na kiwango mwanadamu anampa kibali, ndicho kiwango hicho atakachotawala. Ukampa kibali cha kutawala kwenye mazingira ya nyumbani kwako, hawezi vuka akaenda kwa jirani. Bwana asifiwe sana. Elewa, hakuna utawala usio na mipaka. Vinginevyo huo sio utawala. Bwana asifiwe sana. Kila utawala una nini? Una mipaka. Mtu anapotawala lazima ajue anatawala mpaka wapi. Kwa sababu hakuna mtawala asiye na mwisho. Mungu kama mtawala anatawala mbinguni na duniani. Maana yake ni eneo lake anatawala. Bwana asifiwe. Mkuu wa wilaya anatawala kwa mipaka ya wilaya yake. Mkuu wa mkoa anatawala kwa mipaka ya mkoa wake. Mkuu wa nchi ambaye ni rais anatawala kwa mipaka ya nchi yake. Hakuna ambaye hana mipaka ya kutawala. Na uhuru wake unaishia kwenye mipaka. Kinachompa uhuru ni mipaka aliyopewa. Kwa hiyo mwisho wa mipaka ndio mwisho wa uhuru. Roho Mungu atakuwa uhuru mpaka wapi? Inategemea na sisi tumempa kutawala mpaka wapi. Kiwango tulichompa ndicho kiwango atatawala. Bwana asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na Roho Mungu anapata nafasi ya kutawala kupitia maombi. Kazi ya maombi ni kuruhusu Mungu kuwa katika himaya yetu. Mungu haji kwenye himaya mpaka mwanadamu amemkaribisha. Kuomba ni kumkaribisha Mungu kwenye himaya yetu. Ni kumpa Mungu kibali cha kuingilia himaya yetu na kufanya ambacho tunatamani aje kufanya. Ndio maana Mungu hafanyi kitu duniani mpaka mwanadamu ameomba. Kwa nini? Anahitaji kibali kuingia kwenye himaya ya mwanadamu. Siwezi kuja kufanya chochote nyumbani kwako hata kama mimi ni baba yako. Nikishakupa nyumba, nimekupa mamlaka ya kujitegemea. Nikitaka kufanya chochote, lazima uje uniombe. Kwamba baba, ninaomba uje nyumbani. Na ukija nyumbani, ninaomba 1, 2, 3 ufanye. Baba mwenye adabu hawezi ingilia nyumba ya mtoto akafanya, wala mama, mpaka mtoto amemruhusu. Na Mungu naye hawezi ingilia chochote duniani akafanya isipokuwa kwa kibali cha mwanadamu. Kibali kinatokea saa ngapi? Saa tunaomba. Vinginevyo kusingekuwa na haja ya kuomba. Mungu angekuja kufanya tu huku duniani. Hakuna kitu tunamfundisha Mungu kufanya. Mungu anajua kila kitu na Mungu anaweza kila kitu. Lakini kwa nini afanye kila kitu? Na kwa nini kila ambacho tunataka afanye lazima tukiombee? Ni kwa sababu lazima apate kibali cha mwanadamu ndipo Mungu aingie kazini. Ukimuona Mungu kazini, kuna mtu amempa hiyo kazi afanye. Vinginevyo hata kama Mungu yuko hapa, anaweza akakaa hapa na asifanye chochote mpaka mwanadamu amemruhusu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kazi ya maombi mojawapo ni kuleta ufalme wa Mungu. Ni kuleta utawala wa Mungu. Ni kuruhusu utawala wa Mungu. Tukapoenda mbele kidogo nitakufundisha juu ya kwamba Mungu pia hawezi tawala hata kama ameitwa bila mwanadamu.
Ili Mungu atawale, lazima aweko mwanadamu wa kutawala naye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata kuzimu haiwezi tawala eneo isipokuwa imepata mtu wa kutawala naye. Ndio maana kuna mkuu wa giza aliyoko kwenye ulimwengu wa roho na mkuu wa giza aliyoko kwenye ulimwengu wa mwili. Kuna mkuu wa nuru aliyoko kwenye ulimwengu wa roho ambaye ni Kristo aliye nuru ya ulimwengu. Lakini lazima aweko mkuu wa nuru pia aliyoko duniani ambaye ni mwanadamu. Ufalme wa Mungu hauwezi kutawala bila mwanadamu, na ufalme wa shetani hauwezi kutawala bila mwanadamu. Ndio maana ukitaka kumaliza ufalme wa giza, unadili na vitu viwili kwa wakati mmoja. Unadili na kilichoko kwenye ulimwengu wa roho na unadili na aliyoko kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa sababu wa ulimwengu wa mwili ndiye anayetoa uhalali wa ulimwengu wa roho kutawala hapo. Na wao wakitaka kuzima ulimwengu wa roho upande wa Mungu, hawawezi kuuzima ulimwengu wa roho upande wa Mungu mpaka wamemzima yule anayefanya na ulimwengu wa roho upande wa Mungu. Wakitaka kuzima taa ya Mungu, hawazimi taa ya Mungu, wanamzima yule anayeibeba ile taa. Amen. Hivi kuna mtu unaongea naye? Bwana asifiwe. Ndio maana Kristo alikuja akiwa taa ya ulimwengu, na sisi ni nuru ya ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Hakuna nuru ya ulimwenguni isipokuwa kanisa limeamua kuangaza. Mungu anatamba kwenye dunia hii kupitia kanisa. Shetani anatamba kwenye dunia hii kupitia mawakala wake. Mawakala wa mbinguni ni kanisa. Mawakala wa kuzimu ni wachawi, waganga na kadhalika. Ndio maana ukimngoa shetani, unangoa na wakala wake. Hata usipomngoa kwa kumngoa, lakini unamvua madaraka. Anakuwa na nguvu, yuko tu hapo, hana kitu cha kufanya. Ameshakondeana kiroho, yuko tu hapo. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Paulo alipotaka kumpata Sergio, alimdhibiti Elima mchawi. Kwa sababu ndo alikuwa kiti cha shetani cha kumzuia kuokoka. Angalia aliposhughulikiwa, Sergio aliokoka kirahisi sana. Watu hawawezi kuokoka isipokuwa yule anayeshikilia roho zao amewekwa chini ya mamlaka ya Kristo. Kwa kadri kanisa linavyotawala eneo, ndivyo watu wanavyookolewa kwenye eneo. Umesikia kitu nimesema? Hatuwezi wapata watu kuja kwa Yesu isipokuwa tumemshinda yule anayewashikilia. Okay. Mambo ya msingi tunapoanza kushughulika na kuleta utawala wa Mungu. Kitu cha kwanza kabisa ambacho lazima ukishughulikie ni uhalali. Kitu cha kwanza kabisa, huwezi fanya chochote kwenye eneo ambalo huna uhalali nalo. Uhalali ni hatua ya kwanza inayokuhalalisha wewe kufanya mambo mengine kwenye hilo eneo. Bwana asifiwe. Na ndio maana hakuna mtu yoyote anaishi kwenye eneo ambalo hana mkataba. Liwe la kwako la kununua, liwe la kupanga. Kuna mkataba unaokulinda, kukupa uhalali, kukutambua kwenye hilo eneo. Bwana asifiwe. Au ulishawahi kununua eneo na usiandike mkataba? Kwa nini unaandika mkataba? Ndio unaokupa uhalali. Na hata yule mtu akitaka kukugeuka, kinachokupa uhalali kwamba hili eneo ni la kwako ni mkataba. Na kitakachokwenda kukutetea sio zile pesa ulizompa, ni ule mkataba mlioandika. Haijalishi ulimpa shilingi ngapi, kama una mkataba huna eneo. Akiamua kukuruka ni asubuhi. Hivi kuna mtu mmoja naongea naye, akitaka kukuruka ni asubuhi tu. Kwa nini?
huna evidence yoyote inayoonyesha kwamba hilo eneo ni la kwako. Na wakati wote mkataba upo, hilo eneo ni la huyo mwenye mkataba. Sijajua kama umeelewa kitu nimeongea. Amen. Uhalali ni eneo la kwanza kabisa la kushughulikia. Kama unataka eneo, huwezi pata eneo mpaka umeshughulikia uhalali. Kwa sababu uhalali ndio title ya mmiliki anayemiliki hilo eneo. Na eneo likishawekewa title, hakuna namna unaweza ukachukua hilo eneo kirahisi mpaka umeingia kwenye process za kushughulikia title iliyopo. Ihami itoke kwa jina la mwenye title liingie kwa jina la wewe sasa. Amen. Kama title inasoma jina lake, hilo eneo ni la kwake bado. Haijalishi umempa shilingi ngapi. Hebu nipungie mkono kama unanielewa. Si unaelewa kitu naongea? Na ukienda mahakamani, mahakama itakachotambua kwamba eneo ni la kwako, sio kusema nilimpa milioni 50. Milioni 50 haziwezi kuwa ushahidi. Ni mkataba ulioandikwa milioni 50. Kama hakuna milioni 50 kwenye mkataba, hawatambui milioni 50 za maneno. Hivi naongea na mtu mmoja. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoanza kudili na utawala, lazima uelewe ni vitu gani vya msingi unatakiwa uvijue ili uanze kudili navyo kwa ajili ya kuweza kumiliki na kutawala eneo kiroho. Bwana asifiwe sana. Kitu cha kwanza nisema ni uhalali. Ni nini? Uhalali. Mahali popote penye uhalali, shetani ana kiburi. Na huwezi muondoa. Iwe ni kwenye mwili wa mtu, iwe ni kwenye eneo. Huwezi muondoa kama na uhalali. Bwana asifiwe. Okay. Msalimie jirani yako, mwambie mahali penye uhalali, kumng'oa shetani ni kazi sana. Naomba tufungue kitabu cha Luka sura ya 5. Mstari wa 6 mpaka wa 17. Bwana asifiwe. Kiburi cha shetani ni uhalali uliomo kwenye mazingira husika au kwa mtu husika. Na ndio maana kuna mtu unaweza ukamfungua leo na kesho ukamfungua tena. Na kesho kutwa ukamfungua tena. Kwa nini? Hilo pepo linalomshikilia lina mlango wa uhalali. Kwa hiyo ukilitimua asubuhi linarudi. Bwana asifiwe. Okay. Huwa napenda kutumia mfano, ni mrahisi sana kuelewa. Hivi akikosea house girl na mama mwenye nyumba wakakosea, wote wakafanya kosa, na baba akakasirika alafu akawatimua wote wawili, yupi atarudi kwenye hiyo nyumba? Kwa nini arudi? Wote ni wanawake. Kwani house girl sio mwanamke? Na mama mwenye nyumba, kwa nini mama mwenye nyumba ana kiburi cha kurudi? Ana uhalali. House girl ana uhalali. Akitimuliwa ametimuliwa. Lakini uwezi mtimua mama mwenye nyumba, unamtimua kama house girl. Utamtimua kwa muda tu. Kwanza hasira zikiisha za kwako mwenyewe tena hukumfuata. Na hata kama hazijaisha, yeye mwenyewe atakwambia narudi nyumbani kwangu. Na usipokubali anakuitia wazee. Wanakuweka kikao kwa sababu anataka kurudi kwenye nyumba yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kuna uhalali. Lile agano lililopo
limemfunga kisheria kuwa kwenye hiyo nyumba, na uwezi mtimua. Ukimtimua ni kwa muda tu. Na mahali popote adui alipo na uhalali, ukimtimua ni kwa muda tu. Ataondoka na anwani ya kurudi hapo. Au juu shetani anaondoka na anwani ya kurudi. Yesu anasema pepo mchafu amtokapo mtu, pita mahali pasipo na maji, alafu atasema nitarudi kwenye nyumba yangu ya kwanza. Akikuta uhalali haujashughulikiwa, anatafuta wenzake 7 wabaya kuliko yeye. Anamwambia, "Alo, hebu twende mkanipe mbesia kukaa hapa." Kwa sababu nimetimuliwa jana, angalau mnipe stamina ya kuendelea kubaki. Ndio maana mtu akishafunguliwa lazima kushughulikia mlango uliomuingiza ule pepo wa kwanza. Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja ninaongea naye. Okay, kwa sababu siendi kwa watu, niko kwenye eneo, wacha niongelee uhalali wa eneo. Bwana asifiwe sana. Ili tukimtumua shetani tumemtimua. Haleluya. Uhalali ni msingi unaoshikilia ufalme wa giza mahali. Na uwezi uondoa moja kwa moja mpaka umebomoa msingi wake, mpaka umeondoa uhalali wake. Biblia inasema kwenye hicho kitabu cha Marko, na Marko 5:6 mpaka 17. Marko 5:6 mpaka 17. Na alipomuona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, "Nina nini nawe Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai? Na kuapisha kwa Mungu usinitese." Angalia, hilo ni pepo linamwambia. Ulishakutana na pepo jeuri namna hii? Nakwambia usinitese. Alafu unajua anayeambia usinitese ni yule mkuu. Angekuwa ni mtumishi ungeweza kusema amepungukiwa na nguvu, amepungukiwa na imani. Ni master. Master ndo anaambiwa usinitese. Angalia kiburi cha hilo pepo. Kwa sababu amemwambia, "Ewe pepo mchafu, toke mtu huyu." Akamuuliza, "Jina lako nani?" Akamjibu, "Jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi." Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Kwa nini wanataka kukaa kwenye hiyo nchi? Akawasihi sana. Angalia kitu Yesu alifanya. Ndicho kitu cha ajabu na kilichonisumbua. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe likilishwa. Pepo wote wakamsihi wakisema, "Tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao." Akawapa ruhusa wale pepo wachafu, wakatoka wakaingia katika wale nguruwe. Nalo kundi lote likateremka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2,000 wakafa kwa baharini. Wachungaji wao wakakimbia, wakaieneza habari mjini na mashamba. Watu wakatoka walione lililotokea, wakamwendea Yesu. Wakamuona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi. Wakaogopa. Na wale waliokuwa wamemwona wakaeleza ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo na habari ya nguruwe. Angalia mstari wa 17 sasa. Wakaanza kumsihi aondoke mipakani mwao. Hivi mtu aliyefanya muujiza mkubwa namna hii, si mngetamani aendelee sana kuwepo? Najua maana yake amesema umetuharibia mapepo yetu. Maana yake ulichofanya hatujakukubali. Ondoka kwenye mipaka yetu.
Kwa sababu kwa mtu yoyote aliyefanya kitu kikubwa namna hiyo, Biblia inasema yule mtu alikuwa ameshindikana kwenye lile eneo, akifungwa minyororo anaikata, anaenda anajikata kwenye mawe. Ni mtu ambaye akipelekwa magereza, hata ile magereza ya vichaa ilikuwa imefika mahali haiwezi kumfunga. Walijaribu kumfunga magereza, wakajaribu kumfunga kwa pingu na kwa minyororo, hakuna mtu aliyekuwa na nguvu ya kumfunga. Alafu mtu wa aina hiyo ametokea, mtu ambaye Mungu ametokea, mkono wa Mungu umemsaidia. Mimi nafikiri watu wote wangepiga vigelegele na wangemwambia, naomba tukupe hata eneo la kuweka kanisa. Bwana asifiwe sana. Maana ni muujiza mkubwa sana ambao umetokea pale mtaani. Watu wote walitakiwa washangilie ule muujiza. Lakini kama angalia, kama walishangilia, wanamwambia Bwana, hebu ondoka kwenye mipaka yetu. Ondoka, tukutaki. Tunataka haya mapepo. Nachotaka nikuonyeshe ni uhusiano wa yale mapepo na wale watu. Angalia kitu pepo wanasema, angalia kitu watu wanasema kinafanana. Pepo wanasema usitutoe kwenye eneo. Kwa nini? Wana uhalali na lile eneo. Na ukitaka kujua uhalali, angalia watu wa lile eneo walifanyeje. Walikasirika Yesu alipogusa mapepo yao. Ikimaanisha kwamba ule kichaa hakuwa kichaa wa kawaida, kilikuwa ni kiti. Hivi kuna mtu naongea naye? Bwana asifiwe sana. Haiwezekani mtu afunguliwe alafu mumfukuze aliyemfungua. Lazima hawa wanaofukuza wanajua kabisa siri iliyokuwepo kwa yule mtu kuwa kichaa kwenye mazingira yao. Lazima walikuwa wanajua. Na kuna namna walikuwa wanapata faida yule mtu kuwa kichaa. Wewe nikwambie, watu waliotakiwa kusikitika sana hata wafike mahali wa mlaumu Yesu ni wale waliopoteza mradi wa nguruwe. Lakini angalia kama waliongea. Tena wao ndio walienda kutoa habari njema kwamba jamani, yule mtu jamani amefunguliwa. Jamani, yule mtu amefunguliwa. Hawakuhadisia juu ya hasara walioipata. Wao ndio wanaenda kuwaleta watu ili waone muujiza mkubwa uliotendeka, pamoja na kwamba wamepoteza nguruwe. Lakini hawa ambao hawajapoteza chochote ndio wanaomwambia ondoka kwenye mipaka yetu. Maana kuna watu ambao waliposikia yule mtu amefunguliwa na walijua ni nani kwenye mtaa wao, wao walikuja ndio walikuwa wa kwanza kumharasi Yesu atoke kwenye lile eneo. Angalia kama Yesu alikataa. Alimwambia okay, mmechagua kukaa na mapepo yenu, waache mimi niendeke. Akaondoka akawaacha na mapepo yao. Wewe nikwambie, mapepo ni kama tu yalibadilisha kituo kutoka kwa mtu akaenda kwenye maji. Pepo halifi kwa maji. Nguruwe walikufa kwa maji, pepo hafi kwa maji. Ndio maana yanaitwa majini, maana yake yanakaa kwenye maji. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Kwa hiyo ni kama tu yalibadilisha kituo, lakini yalikaa eneo lile lile. Nachotaka nikuonyeshe kwa nini yale mapepo yalikuwa na kiburi mpaka cha kumwambia Yesu usitutese. Kwa nini yalikuwa na kiburi mpaka cha kumuelekeza Yesu kwamba sio Yesu anawaamuru waende wapi, wao ndio wanaomwambia Yesu awapeleke wapi. Na ndio mapepo pekee Yesu alihojiana nao. Yesu hajawahi kuhojiana na mapepo mengine. Hivi kuna mtu anaongea naye? Nachotaka nikuonyeshe ni kwamba adui akiwa na title kwenye eneo, kumuondoa ni kazi. Yesu anataka kuondoa haya mapepo. Yale mapepo anasema no, wewe tuondoe kwa mtu wako unayetaka kumfungua, lakini eneo ni la kwetu. Sisi tutabaki kwenye eneo, lakini kwa mtu wako hatutakaa tena. Mtu wako tumemwachia, lakini eneo ni la kwetu. Kwa sababu tulikuwa tunakaa kwa huyu mtu kwa lengo la kutawala eneo. Sasa tutahama tu kwa mtu, lakini kwenye eneo tutakaa, ila tutakaa kwenye maji. Lakini eneo lazima tulishikilie. Na unajua wale watu wangetaka Yesu awasaidie, Yesu angewasaidia kukomboa lile eneo. Lakini wale watu hawakutaka msaada wa Yesu, walitaka msaada wa mapepo. Na Yesu akasema sawa, kaeni na mapepo yenu. Akaondoka kwenye ule mtaa akaenda kwenye mtaa mwingine. Si nimekuambia Yesu anataka mwanadamu ampe kibali cha kutawala. Ufalme wa Mungu hautawali kwa nguvu.
unatawala kwa hiari ya wanadamu. Wanadamu walipomwambia Yesu hatutaki utawala wako, ikabidi aondoke. Ikimaanisha yale mapepo yaliendelea kushikilia lile eneo, lakini kwa sura nyingine. Hayako kwa watu, hayako kwa mtu, yako kwenye maji, lakini yako eneo lile lile. Na kama yalikuwa yanafanya kazi ile ile. Na ninahisi wale aliyesukuma watu kuambia tumuondoe Yesu, inawezekana ni yule mkuu wa giza wa eneo. So unakumbuka Paulo alipokemea yule mtu mwenye pepo? Kuna yule mmoja aliyekwenda akaamsha wengine. Demetrio anasema huyu mtu ametuharibia kazi. Tunapata biashara kutoka hapa. Amekemeaje pepo hili linalotupa biashara? Ndio maana ukiweza kutawala eneo, wanaofanya kazi kipepo huwa wanafilisika. Amen. Hivi kuna mtu mmoja anaongea naye? Amen. Okay, hebu ngoja tusome hapa. Msalimie jirani yako, mwambie kukomboa eneo. Mwambie ni kukomboa kitu kikubwa sana. Lakini vita yake sio ndogo. Vita yake sio ndogo. Nakemea pepo alafu unaenda kufungwa. Yesu hakufungwa lakini alifukuzwa. Bwana asifiwe. Okay. Kitabu cha Matendo ya Mitume 16. Nazungumza juu ya maeneo muhimu ya kushughulikia. Lazima tushughulikie uhalali. Uhalali ni muhimu sana kushughulikia, ili kufanya vita iwe nyepesi. Unajua kumshinda mtu mwenye title ya eneo, na hilo eneo ni la kwake, huwezi mshinda leo. Ukimshinda hapa atakata rufaa. Lakini ukipata namna ya kubadilisha hizo nyaraka zisiwe za kwake, anaenda wapi? Hata kwa balozi wa nyumba 10 hawezi kukupeleka. Aenda kaonyeshe nini? Hivi kuna mtu naongea naye? Lazima tumnyang'anye shetani atimiliki. Amen. Tukishamnyang'anya atimiliki, tunamuondoa kirahisi. Vita inakuwa nyepesi. Bwana asifiwe. Okay, Matendo ya Mitume hiyo sura ya 16. Mstari wa 16. Hiyo habari ukitaka kuisoma vizuri, wewe isome yote mpaka 34. Lakini nitasoma mistari michache pale. Bwana asifiwe. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi kimoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi. Kijakazi maana yake alikuwa msichana. Kijakazi lazima awe msichana. Bwana asifiwe. Kijakazi aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele, akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka akawaambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile. Angalia kasheshe iliyoinuka sasa. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele za wakuu wa mji, wakawachukua kwa makadhi, yani kwa mahakimu au majaji. Wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Tena wanatangaza habari za desturi zilizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi ni Warumi. Makutano wote wakaondoka wakawaendea makadhi, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kupigwa mapigo mengi,
wakawatupa gerezani, wakaamuru walinzi wa gereza wawalinde sana. Bwana asifiwe sana. Nataka nikuonyeshe mahali penye uhalali na vita ya kugusa mahali penye uhalali. Yaani ukigusa mahali penye uhalali na uhalali hujaushughulikia, kuna vita ngumu sana utapigana. Bwana asifiwe. Lazima kwanza uanze na kushughulikia uhalali, ndipo ushughulikie aliopo. Paulo alikutana na mtu wa ajabu. Alikuja kanisani. Unajua sio kila anayekuja kanisani anakuja kuabudu Wengine wanakuja kanisani ni mawakala. Sasa alikuweko wakala mmoja kwenye eneo la maombi ambalo Paulo kila wakati alikuwa anaenda kuomba. Sasa huyu wakala alikaa kwa tekniki ya juu sana, kwa sababu wakati wakiomba yule wakala anatabiri, na akitabiri anatoa unabii ambao ni wa kweli kabisa kulingana na Paulo na wenzake kile wanafanya. Kwa hiyo aliweza kukaa kanisani muda mrefu sana bila kugundulika kwa sababu ya aina ya unabii. Biblia inasema akakaa siku nyingi. Unafikiri Paulo alijua yule ni mchawi alafu akakaa naye kanisani siku nyingi? Bwana asifiwe. Shetani akikaa mahali huwa anajigeuza. Anavaa uniform za hapo. Ndani ni mbwa mwitu alafu nje ni mwana kondoo aliyevaa vazi la kondoo. Kwa hiyo mkikutana wote ni kondoo. Sasa kama una jicho la kuangalia kule ndani, si unajua ndio atakaa kama alivyokaa kwa Paulo. Bwana asifiwe. Mungu asipokufunulia atakaa tu. Na saa nyingine anaweza akaomba, mnaomba na yeye anaomba. Mkinena na yeye ananena. Unajua kuna kunena kwa lugha ya mbinguni na kunena kwa lugha ya kipepo. Na yeye yuko raka baba. Nasema kama muombaji si ndio huyu. Kumbe yeye yuko kazini pale, yuko kazini. Sasa unajua roho wa Mungu akatumia ile karama ya kupambanua roho. Ni karama ya muhimu sana. Akampa ile karama ya kupambanua roho. Akachungulia yule anayetoaka unabii na yule anayenenanga kwa lugha. Kuangalia akakuta kitu kimejikunjia kwenye moyo namna hii. Unajua akakitimua. Kanisa zima lishangaa nabii kutolewa pepo siku hiyo. Lakini ninachotaka niongee sio hicho kilichotokea. Angalia kule nje. Baada ya huyo aliyoko kanisani kutolewa pepo, kule nje wana react mpaka wanakamata mchungaji. Wanampeleka mahakamani. Unawezaje ukamtoa mtu pepo ukapelekwa mahakamani? Halikuwa pepo la kawaida. Hivi kuna mtu naongea naye. Na Biblia inasema kwamba alipopelekwa mahakamani wakampiga mapigo mengi. Ndipo pale Paulo anasema nimepigwa bakora 40 kasoro moja. Maana alichapo bakora 39. Mtu anachapo hivyo kwa kumtoa mtu pepo. Halikuwa pepo la kawaida, kwani ametoa mapepo mangapi? Mbona yao mengine hakupigwa? Biblia inasema mitume walikuwa wanaenda huko wakatoa pepo. Hatujawahi kuona mtu aliyetoa pepo alafu akashtakiwa. Lakini huyu anatoa pepo anapelekwa mahakamani. Na hukumu inapita. Na mahakimu wanasema achapwe. Unaweza ukaona lile pepo lile likavaa mpaka mahakimu. Hebu nipungie mkono kama kuna mtu naongea naye. Ulimwengu wa roho unapoanza kureact, unatumia yoyote mwenye mwili kutimiza wajibu wake. Hebu sema, mwambie jirani yako, mwambie tushughulikie uhalali. Bwana asifiwe. Matendo ya Mitume 19. Kwa mfano mwingine. Haleluya. Matendo ya Mitume 19.
mstari wa 23. Ukitaka kusoma vizuri naomba soma mpaka wa 39. Bwana asifiwe sana. Au wa 40, lakini kwa ajili ya muda ninaomba nisome maeneo machache. Nitasoma 29 mpaka 34. Mji wote ukajaa ghasia, wakaenda mbio, wakaingia mahali pa michezo kwa nia moja, wakiisha kuwakamata Gayo na Aristako, watu wa Makedonia waliosafiri pamoja na Paulo. Na Paulo alipotaka kuingia kati ya watu, wanafunzi hawakumwacha aingie. Na baadhi ya wakuu wa Asia walio rafiki zake wakatuma watu kwake, wakamsihi asijihudhurishe nafsi yake ndani ya mahali pa michezo. Basi wengine walikuwa wakilia hivi na wengine hivi, kwa maana ule mkutano ulikuwa umechafuka, na wengi wao hawakujua sababu ya kukusanyika kwao pamoja. Wakamtoa Iskanda katika mkutano. Wayahudi wakamweka mbele ya watu. Iskanda akawapungia mkono, akitaka kujitetea mbele ya wale watu. Lakini walipotambua ya kuwa yeye ni Myahudi, wakapiga kelele wote pia kwa sauti moja kwa muda kama saa 2, wakisema, Artemi wa Efeso ni mkuu. Masaa mangapi? Alafu ukiambiwa msifu Mungu dakika 10 unakaa. Bwana asifiwe. Watu wanampiga kelele juu ya Mungu wao masaa 2. Hawanyamazi. Ukisoma hapo, Paulo alifika eneo la Efeso. Unajua kati ya eneo ambalo lilikuwa na vita mpaka akaliandikia waraka Efeso, alikutana na vita ngumu sana. Hapo ndipo alipoandika juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu huu. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya vita ngumu sana aliyokutana nayo pale Efeso. Na mtu aliyekuwa anaendesha hiyo vita alikuwa anaitwa Demetrio. Ndiye aliyekuwa anaendesha hiyo vita. Ndio maana nimekwambia lazima aweko mkuu wa giza kwenye ulimwengu wa roho na aweko mkuu wa giza kwenye eneo. Kazi ya mkuu wa giza wa eneo ni kumpa support yule aliyo kwenye ulimwengu wa roho kutawala wanadamu. Maana ulimwengu wa roho hauruhusi kutawala wanadamu mpaka aweko mwanadamu anayekuwa mlango. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nachotaka uone ni namna ambavyo lile eneo, hata kuna wengine wamekusanyika. Biblia inasema hata wengine hawajui kwa nini wamekusanyika, lakini wamejikuta tu wamekusanyika hapo. Na wenyewe wanapiga kelele masaa 2. Hata ukiwaambia mnapiga kelele nini hawajui. Kumbe ile nguvu imekamata fahamu zao. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Bwana asifiwe sana. Kazi ya utawala uliomo kwenye ulimwengu wa roho ni kumiliki fahamu za watu waliomo kwenye eneo husika, ili waende sambamba na ule utawala unaotawala kwenye ulimwengu wa roho. Uwezi waweka watu huru fahamu zao mpaka kwanza umedili na yule anayeshikilia fahamu zao rohoni. Kuna mtu naongea naye? Kuna mtu naongea naye? Kuna mtu naongea naye? Biblia inasema Mungu wa dunia hii anapofusha fikra. Maana yake anatawala rohoni, lakini anadili na fikra za watu walioko katika eneo hilo, ili fikra ziende sambamba na yeye. Ukitaka kuwabadilisha watu fikra kwenye eneo, lazima ubadilishe kwanza alioko kwenye eneo. Alioko kwenye eneo akibadilika, mtazamo wa watu wa eneo pia unabadilika. Hebu nipungie mkono kama kuna mtu anaongea. Ndio maana tabia za watu walioko kwenye taifa moja huwa zinataka kufanana. Hivi mnaelewa kitu naongea? Tabia za wa Nigeria zinafanana. Tabia za wa Kenya zinafanana.
tabia za Watanzania zinafanana. Kwa nini? Roho iliyoko Tanzania, roho iliyoko Kenya, roho iliyoko Nigeria ndio inayofanya hawa watu wote wafanane. Hawajazaliwa na mama mmoja, ni makabila tofauti, lakini mfumo wao ulioko kwenye ulimwengu wa roho. Hebu nipungie mkono kama kuna mtu anaelewa kitu naongea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kazi ya ulimwengu wa roho ni kuendesha ulimwengu wa mwili. Na anayetawala rohoni ndiye anayetawala katika ulimwengu wa mwili, katika fikra za watu wa hilo eneo. Ukitaka kuwapata hao watu, dili na yule aliyoko rohoni kwanza. Ndio maana Paulo alipokuwa akifika mahali, ilikuwa ni kizaazaa. Kwa nini? Kati ya mtu aliyepewa mbinu za kiroho za kupigana vita vya kiroho alikuwa ni Paulo. Ndiye ambaye ameandika nyaraka za vita kuliko mitume wengine wote. Ukitaka kujifunza vita vya kiroho vinapiganaje, soma nyaraka za Paulo. Yeye ndo ameandika sana juu ya kushindana katika ulimwengu wa roho. Kwenye kitabu cha Wakorinto ameandika, kwenye kitabu cha Waefeso ameandika, Thesalonika ameandika. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikutana na vita kubwa sana iliyompa ufahamu mpana sana wa rohoni, namna ya kudili na ulimwengu wa roho. Na kati ya mtu ambaye shetani alikuwa anamchukia ni Paulo. Saa nyingine akitaka kwenda mahali, wanakuja wanamzingira, anasema nimetaka kuja kwenu mara ya kwanza na mara ya pili, shetani akanizuia. Kwa nini? Shetani alikuwa anajua huyu jamaa akiingia mahali, lazima hilo eneo lipate shida rohoni. Msalimie jirani yako, mwambie lazima kwanza ukomboe eneo ili uweze kuendelea katika eneo hilo. Ukinunua ardhi inayomilikiwa, unashangaa, unaweza ukashangaa wewe mwenyewe ukapiga marketing, kilichokufunga ni ardhi, sio wewe. Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja nimeongea naye, nachotaka nikuonyeshe ni namna ambavyo eneo linaweza likasababisha vita ya mtu. Yaani vita mtu anayopitia haiko kwake direct, iko kwenye eneo. Maeneo mengine Paulo alipita wala hakupata shida, lakini yale maeneo yaliyokuwa yanamilikiwa kwa namna ambavyo yalikuwa yanahitaji injili, Paulo alipata shida sana. Pata shida sana. Ndio maana kuna maeneo unaweza ukahubiri ukapata upenyo kirahisi. Kuna maeneo mengine ukitaka kuhubiri ni giza limefunga hapa juu. Yaani ukihubiri ni kama unatindua. Ni kama vile uende pale lami ugonge ile lami hivi alafu unataka kulima. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna eneo lingine ukienda ukigusa tu injili inateleza. Yaani ukisema tu haleluya watu wamechangamka. Kuna eneo lingine ukisema haleluya watu wanakuangalia hivi. Sisi tumeshaenda maeneo mengi kuhubiri, wanakuangalia kama hawakujui. Tena ukienda kuhubiri wanakaa kwanza mbali kule, mpaka ugonge hapo kwenye ulimwengu wa roho. Kesho baada ya siku 3 ndio utawakuta wanaanza kusogea uwanjani. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema uhalali. Sema uhalali. Ili Mungu akaye anahitaji uhalali, ili shetani akaye anahitaji uhalali. Wote wawili wanatafuta uhalali kwanza ndio akaye. Uhalali wa shetani kukaa ni uovu uliotendeka hapo, au maagano yaliyopo ya kiroho hapo. Vitu viwili vinampa shetani uhalali: aina ya uovu uliotendeka au maagano yaliyopo kupitia mawakala wake aliowaweka kwenye eneo. Bwana asifiwe. Mungu akitaka kukaa mahali, ana mtu anayeingia agano naye, anaitwa mtumishi wake. Shetani akitaka kukaa mahali, ana mtu naye anayeingia agano naye, anaitwa mtumishi wake. Kwa hiyo kuna watumishi wanaomwakilisha shetani na kuna watumishi wanaomwakilisha Mungu. Wale watu ni wa muhimu sana kwenye eneo. Na hao watu wawili huwa wanagombana sana.
Yaani huyu anayeshikilia eneo kiroho upande huu atapambana sana na yule anayeshikilia eneo kiroho upande huu. Wote wawili watakuwa wanafaitiana sana. Atakayemshinda mwenzake atashika eneo. Na hapa kia tumeshashinda kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndio maana wakishindwa unatakiwa uendelee kutufua, kwa sababu huwa wanaenda wanajiuisha. Wanajiuisha. Wanaenda kuuisha nguvu zao tena wanarudi. Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja ninaongea naye. Kuna mtu mmoja ninaongea naye. Sasa ili uweze kung'oa ufalme wa giza, lazima toba. Toba inaenda kwenye kiini cha huo ufalme kuwepo. Naomba tusome kitabu cha Mathayo. Toba inaenda kwenye kiini cha huo ufalme kuwepo. Unajua mti ambao mizizi yake iko hai, huo mti ukiukata bado utaendelea kuwepo kwenye hilo eneo, kwa sababu bado mizizi yake iko hai. Lakini ukienda ukachimba mizizi ya mti, huo mti utakaa uone milele. Bwana asifiwe. Sasa uovu ndio msingi na mizizi ya ufalme wa giza mahali. Uovu ni kitovu cha ufalme wa giza kuwa mahali. Na muda wote uovu upo, ufalme wa giza una kiburi sana. Una kiburi sana. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 5. Mstari wa 12 mpaka ule wa 14. Biblia inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwako ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa hapo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa. Nayo, angalia kitu cha muhimu sana hapo. Nayo ilitawala tangu Adam. Tarudia tena. Walakini mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa. Nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adam, aliyo mfano wake yeye atakayekuja. Sikiliza nikwambie, mtu mmoja anafanya dhambi, lakini utawala haumtawali yeye peke yake. Unatawala na wengine ambao hawajafanya ile dhambi. Kwa hiyo shetani hahitaji watu 10 kuingia mahali. Anahitaji mtu mmoja. Kuna mtu mmoja naongea naye. Kupitia mtu mmoja anatawala wengine wote waliomo kwenye eneo. Aliyefanya dhambi alikuwa ni nani? Ni Adam. Lakini angalia utawala ulipokuja, ulitawala na wengine ambao hawakufanya kosa lile, lakini wakaingia kwenye utawala ule. Kwa hiyo Adam ni kama alikuwa mlango wa utawala mwingine kuingia. Na ule utawala ulipokuja haukumtawala Adamu peke yake. Utawala ule ulitawala na wengine ambao hawajafanya lile kosa, hawajashiriki lile kosa, lakini wanashiriki utawala mpya wa giza. Kwa hiyo ukisema kosa ni la Adamu bwana, mimi sishughuliki na kosa la Adamu. Hutashughulika na kosa la Adamu, lakini utashughulikiwa na utawala mpya ulioingizwa na Adamu. Hivi kuna mtu mmoja naongea naye. Na ngoja nikwambie kitu kilichotokea. Wakati Mungu amekuja kwenye bustani ya Eden, sitasoma kwa ajili ya muda, Adam na Eva walikimbia. Angalia kama shetani alikimbia.
anakaa hapo mpaka saa ya hukumu, yuko hapo, utafikiri ajali uwepo wa Mungu. Uhalali, hati miliki. Akishakuwa na hati miliki, anajua Mungu hamgusi. Ngoja nikuulize, ulishawahi kusoma mahali ambapo Mungu alimwambia shetani nisikuone kwenye hii bustani? Aliyefukuzwa kwenye bustani ni Adamu na Eva. Angalia mahali shetani alifukuzwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia mahali shetani alikimbia. Aliyekimbia ni Adamu na Eva. Kwa nini? Dhambi ndio title ya ulimwengu wa giza kumiliki. Na kwa sababu dhambi imeshatendeka, adui alikuwa na title, ana kitu kinachompa kukaa pale. Okay. Ninaomba unisikilize kwa jambo hili, labda utanielewa. Wangapi Biblia walishawahi kusoma kwenye Biblia mahali Biblia inasema mshtaki wenu ibilisi? Wangapi walishawahi kusoma hapo? Okay. Naomba nikuulize maswali yao nijibu. Kama ni mshtaki, anatushtaki wapi? Shetani anafikaje mbinguni kwenye uwepo wa Mungu? Anapenyaje katikati ya jeshi kuu la malaika, maserafi, makerubi, wenye uhai wanne na wazee 24 na timu nzima iliyoko pale inayosujudu usiku na mchana, alafu anapenya kwenye uwepo mkubwa namna hiyo mpaka anamfikia Mungu. Akishakuwa na dhambi dhambi inampa kiburi. Bwana asifiwe sana. Na ngoja nikwambie, huwezi shtaki mahali ambapo usikilizwe. Maana yake kuna saa shetani anasikilizwa. Hivi kuna mtu mmoja anaongea naye. Ninachotaka uone ni uzito wa dhambi inapofanyika na namna inavyompa shetani nguvu ya kiroho ya kukaa. Ukiona shetani anakusukuma kukosea, anatafuta kukumiliki. Na anatafuta kukumiliki kihalali kwa namna ambavyo mpaka Mungu akutetee sio leo. Hivi kuna mtu mmoja naongea naye. Sasa unapotaka kuondoa ufalme wa shetani kihalali sasa, ili uweze kuleta ufalme wa Mungu kihalali, lazima toba. Wewe nikwambie, hakuna mahali penye kuhitaji toba isipokuwa kuna dhambi imefanyika. Ukimwambia mtu tubu, maana yake amekosea. Si ni sawa jamani? Sinaongea na mtu mmoja. Uweze mwambia mtu tubu kama hana kosa amefanya. Mtu anapotubu maana yake pana nini? Pana kosa. Kazi ya toba ni kuondoa kosa. Na kosa likiondoka, maana yake uhalali umeondoka. Bwana asifiwe. Okay. Labda nitoe mfano kwa namna hii. Inaweza kukusaidia. Mtu ameiba kwa mfano. Alafu kile kitu ambacho ameiba kiko nyumbani kwake. Kabla hajaja kufatwa, akapata mtu wa kukitoa nyumbani kwake. Alafu akakipeleka eneo lingine. Wakija kukagua nyumba yake, hawawezi kumkamata. Hawana exhibit. Wewe nikwambie, kile kitu kikikutwa kwenye nyumba ya mtu mwingine, hata kama sio ameiba, yeye ndo atapelekwa ndani. Ndivyo dhambi ilivyo. Dhambi ndio exhibit. Toba ikiondoa exhibit, shetani hana cha kushika. Anakupeleka mahakamani na kitu gani? Anakosa uhalali. Anakosa mahali pa kusimamia. Anakosa jukwaa la kukushtaki. Kama ni eneo, anakosa jukwaa la kushtaki eneo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe.
Okay, tusome kitabu cha Mathayo alafu tukaombe kidogo. Kuna mtu mmoja nimeongea naye sio? Salimia jirani yako, mwambie lazima tushughulike na uhalali. Uhalali ndio kiburi cha shetani. Anamwambia Yesu usinitese. Anatoa wapi kiburi cha kumwambia Yesu hivyo? Anamwambia Mungu hivyo. Halafu anampangia. Siniambie niende kuzimu. Naenda kwa nguruwe. Yeye ndo anapanga. Unampangia mwenye mamlaka na wewe. Angalia kama Yesu alikataa alichosema. Alijua kwa nini wanasema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Toba inaondoa uhalali. Kile kinachompa shetani kudhibiti eneo. Anaexhibit kwamba ile eneo ni la kwangu. Ni la kwangu. Si unaona hichi kikapu? Ni la kwangu. Toba inaondoa hichi kikapu kwenye mikono yake. Alafu naambia sasa okay, onyesha exhibit kwamba ile eneo ni la kwako. Bwana asifiwe sana. Ni kama shetani anakuja na atimiliki. Ile eneo ni la kwangu, atimiliki hizi. Toba inamfanya ile atimiliki na peruruka kwenye mikono yake vipi inaenda. Anajikuta hana atimiliki. Eneo ni la kwako kivipi sasa? Tuonyeshe. Ghafla toba inaleta atimiliki nyingine. Mpya kabisa. Imeandikwa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ghafla ni kama shetani anasema nimepinduliwaje kirahisi namna hii? Yaani kumpindua shetani tu hivyo. Hivi kuna mtu mmoja naongea naye. Sasa akiendelea kuleta kiburi cha kukaa hapo ndo tunamtwanga sasa. Tunamtwanga, tunampiga. Na tukimpiga hana kiburi. Lazima aitike. Bwana asifiwe. Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Uovu ukiondolewa, vita huisha. Haleluya. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Alihubiri akisemaje? Tubuni. Kwa kuwa nini kimekuja? Ufalme wa Mungu. Ni kama alikuwa anasema hivi, tunataka kubadilisha title. Tunataka kunyang'anya title iliyopo kuweka title nyingine. Title ya ufalme inaandikwa na toba. Title ya shetani inaondolewa na toba. Kwa hiyo ukitubu ni kama unaruhusu title ya shetani ifutike, alafu title nyingine iingie. Kwa sababu hakuna eneo litabaki bila kumilikiwa. Ni mawili. Kama alimilikiwa na ufalme wa Mungu, linamilikiwa na ufalme wa giza automatic. Hakuna eneo kiroho liko free. Unaweza kukuta mbuga yuko free. Japokuwa pia hayuko free, maana iko chini ya hiyo serikali. Ukikuta eneo ni kubwa halina mtu, usifikiri ni kwamba halina mtu. Lina serikali. Bwana asifiwe sana. Na ukitaka kujua lina mtu, atokee mtu wa nchi nyingine huko alafu aje ajenge pale. Aishi, ndio atajua hilo eneo lilikuwa na mtu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima title moja iachie, title nyingine iingie. Na kazi ya toba ni kuondoa title na kuweka title. Kuondoa uhalali na kuleta uhalali mpya. Ili ufalme wa Mungu uwe na uhalali ni toba. Unafuta uhalali wa shetani, unaoleta uhalali wa Mungu. Yesu anasema ufalme wangu nimekuja nao, lakini ufalme wangu hauwezi kuingia mahali bila toba. Tubuni maana ufalme wangu umekaribia, nimekuja nao. Lakini unashindwa kutua kwenye eneo kwa sababu hakuna toba. Niko na mtu mmoja. Bwana asifiwe. Na toba ikipita ni kwamba uovu unaondolewa. Na uovu ukiondolewa,
vita vya eneo vinakoma. Ngoja tusome hapa alafu. Anasema Isaya 42, semeni na moyo wa Yerusalemu, kawaambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa. Nitaka uone hicho kitu. Vita vyake vimefanya nini? Vimekwisha. Anasema semeni na nini? Na Yerusalemu. Manaka aongei na watu, anaongea na eneo. Semeni na Yerusalemu, waambieni hivi, ule uovu uliokuwepo umeachiliwa. Na kwa sababu uovu umeachiliwa, vita vilivyopo kwenye ulimwengu wenu wa roho vimekoma. Manake huwezi komesha vita mpaka uovu umeachiliwa. Muda uovu upo, vita ipo. Uovu ukiondoka, vita vinakoma. Siri ya kumaliza vita vya kiroho ni kushughulikia uhalali, ni kushughulikia uovu, ni kushughulikia dhambi. Iwe ni kwa mtu au ni kwenye eneo, vinafanana. Kinachompa shetani kutawala eneo ndicho hicho kitakachompa kutawala mtu. Kwa maana kuna mtu ukitaka kumfungua, vita yake ni ngumu sana. Kwa nini? Kuna kauhalali kamejificha mahali. Aidha ni cha kwake moja kwa moja au kizazi alikotokea. Hebu simama kwa miguu yako tukaombe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu amenielewa? Kuna mtu amenielewa? Shughulikia uhalali. Tunatumia damu ya Yesu. Ndio maana inaitwa damu ya ukombozi. Haleluya. Kwa damu hiyo tuna ukombozi wetu, masamaha ya dhambi. Maana yake kuna ukombozi unaodai kwanza msamaha. Kuna ukombozi wa eneo unaodai kwanza msamaha wa eneo. Na kuna ukombozi wa mtu unaodai kwanza msamaha wa huyo mtu kwa Mungu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Tuko mbele zako. Tunakushukuru kwa ajili ya Kia. Na kila ambacho umekusudia kwa awamu hii kukifanya. Mungu wa mbingu na nchi. Tunaileta Kia kwa toba. Kuanzia yule mtu wa kwanza aliyenishikia akawa lango la Kia na kile alichofanya. Kama Adam aliingiza utawala kwa kosa moja tu alilofanya, basi huyo mtu aliyekuwa wa kwanza kutawala Kia na waliofuata mpaka walioko sasa ambao wameendeleza uovu, tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba masamaha ili kuondoa utawala wa giza na nguvu zake na mamlaka zake. Tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu wa mbingu na nchi, tunaomba rehema zako kwa ajili ya Kia, ili ukaijilie na ufalme wako ukaonekane, ufalme wa nuru ukaonekane ukiipigania Kia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, tunaimimina damu yako kwenye mazingira ya Kia, kwa mapana yake, kwa marefu yake, kwa jina la Yesu. Ewe Kia, pokea damu ya Yesu katika uovu wote uliotendeka. Pokea damu ya Yesu. Ardhi ya Kia, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu. Kila kosa lililotendeka lipokee damu ya Yesu. Tunaomba toba, tunaomba toba. Bwana, achilia uovu wa Kia ili kukomesha vita vya kiroho vilivyoko Kia, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, ninaomba uso wako na macho yako yakaitazame Kia kwa rehema nyingi, kwa masamaha, ukaachilie ule uovu
Unaomba shetani kiburi kuishikilia kia. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Hebu nenda kwenye toba. Nenda kwenye toba. Baba ninaomba toba. Baba ninaomba toba. Baba ninaomba toba. Tunakuja kama makuhani wako sasa. Tunaomba toba. Tunaomba toba. Tunaomba toba. Kwa ajili ya ardhi ya Kia. Ninaomba toba. Ninaomba toba. Ninaishika ardhi ya Kia kwa toba. Naomba toba. Naomba toba. Naomba toba. Naomba toba. Naomba toba. Naomba toba ili kuondoa uhalali, ili kuondoa hati miliki, ili kuondoa ile hati shetani alionayo kwenye mikono yake, akitamba kwamba Kia ni ya kwake. Damu ya Yesu ikalipe kila anachodai. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu ikang'oe ule uhalali, ikang'oe ule uhalali, ikang'oe ule uhalali, ikang'oe ule uhalali, ikaondoa ule uhalali kwenye ardhi ya Kia. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Kila uovu uliotendeka Kia, unaomba shetani uhalali, na yeye kutamba, na yeye kushikilia Kia na kuona kama ni ya kwake. Tunamnyang'anya hiyo hati kwa damu ya Yesu. Kwa toba na rehema. Kwa toba na rehema kwa ajili ya ondoleo la dhambi ya Kia. Tunaomba ondoleo la dhambi ya Kia. Tunaomba ondoleo la dhambi ya Kia. Tunaomba toba. Riko bora masaka yanda. Rimo soko ramayanda. Riko robo saka kandaraba. Ninaomba toba. Ninaomba toba. Ninaomba toba. Ninaomba toba. Ninaomba toba Yesu. Naomba toba Yesu. Ninaipatanisha Kia na wewe. Naipatanisha Kia na Baba kwa damu ya Yesu. Ile damu ya upatanisho. Ile damu ya upatanisho. Ile damu ya upatanisho. Ikanene juu ya Kia. Ikanene juu ya Kia. Ikanene juu ya Kia. Ikanene juu ya Kia. Korobosa karamanda rabasoto. Orosha karamanda raboshoto. Ninakuomba Bwana Yesu. 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 Kerabosa karamanda raso. Orobosa karamanda raso. Damu ya Yesu ikaondoa ile hati miliki. Damu ya Yesu ikaondoa ile hati miliki ya shetani na kuleta hati miliki ya ufalme wa Mungu. Ikaondoa ile hati miliki ya shetani, ikaondoa ikaleta hati miliki ya ufalme wa Mungu. Hati miliki ya ufalme ikaandikwa katika ardhi ya Kia. Ardhi ya Kia iandikwe hati mpya. Hati mpya iandikwe kwenye ardhi ya Kia. Korobo sata. Damu ya Yesu ikaondoa ile hati kwenye ardhi ya Kia. Ile hati ya uovu inaomba shetani uhalali wa kutawala. Kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Yesu, ninaomba tutembelee Kia kama ulivyotembelea Yerusalemu na Israeli kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume 5:31. Umesema mtoi Mungu amemuinua kama mkuu ili alete msamaha, alete ukombozi, alete ondoleo la dhambi katika Israeli. Baba, sisi ndio uko mbele zako. Yesu, ninaomba ulete msamaha wa dhambi. Achilia msamaha wako katika mji wa Kia. Yale maagano yaliyofanyika, zile sadaka zilizo
zilizotolewa, zile madhabahu zilizojengwa katika mji Bwana. Shetani akawa na mamlaka na nguvu juu ya nafsi na fahamu za watu na mioyo ya watu. Bwana, katika jina la Yesu, Baba, neno lako halitakurudia bure. Umesema katika Isaya 55, neno lako ni kama mvua ishukavu kutoka mbinguni, katika jina la Yesu. Na ndivyo lilivyokuwa neno lako jioni ya leo, halitakurudia bure Bwana. Likalete msamaha kwenye ardhi ya Kia, likalete msamaha kwenye ardhi, kwenye madhabahu za Kia, kwenye ulimwengu wa roho Kia, kwa wanawake wa Kia, kwa wanaume wa Kia, katika jina la Yesu. Shetani na ufalme wake na watumishi wake wakakosa uhalali Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunamwaga na kunyunyiza damu ya Yesu kwenye ardhi, kwenye misingi ya Kia, kwa jina la Yesu. Maagano yaliyofanyika Kia, uchawi uliofanyika Kia, Yesu wana Mungu alea, ijulie Kia Bwana, maana ni majira yako. Na wewe Mungu, kifika majira hakuna wakuzuia. Neno lako linasema wakati umefika wewe Mungu afanye kazi Kia. Ni nani atakayezuia? Sio dhambi, sio uovu, sio shetani wala kiumbe chochote, bali neno lako litatimizwa Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ili kuleta uamsho mkubwa katika mji huu, ili kukomesha ile vita ya watumishi wako, ile vita ya huduma, ile vita ya watu kuomba, ile vita ya watu kuokoka, ile vita ya watu kukujua. Bwana, achilia rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maagano yaliyofanyika kwenye mji huu, sadaka zilizotolewa, nasi tunatoa dhabihu ya damu ya Yesu jioni ya leo. Mungu, kumbuka rehema, kumbuka rehema, kumbuka rehema. Unapoleta ukombozi, kumbuka rehema. Watu wa Kia tukapata ukombozi katika jina la Yesu. Umesimama kwa miguu yako kama umepiga magoti. Mtu wa Kia, ili sio jambo la kidini, sio jambo la kanisa, sio jambo la kidhehebu, ili jambo la ufalme wa Mungu kwa kila mtu aliyoko Kia. Harabosetemanda. Sema tena kwa sauti, Bwana Yesu, ukatukumbuke watoto wako wa Kia, katika jina la Yesu. Tumekulilia sana kwa ajili ya ndoa zetu, waume zetu, watoto wetu hawaenendi kwa mapenzi yako. Watu ni walevi, watu ni makahaba. Yesu, tutembelee. Kia, paza sauti, sema Yesu, tutembelee. Ule uovu unaompa shetani walali wa kuwatesa watu wa Kia, Baba, tutembelee. Wanaume waokoke, wanawake waokoke, vijana waokoke. Uamsho mkubwa ukatokee Kia, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Watu wakamwabudu Yesu, watu wakamjua Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Ongeza makofi mazuri kwa Yesu.